Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tuingie sasa na kipindi kingine ya maiki za kusoma maandiko. Tuko nyuma ya muda kidogo, tulitakiwa tuanze 2:30. Kwa niombe basi maiki tuwe tayari. Maiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaendelea na somo la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, ninaomba unitumie kama chombo. Fikira zangu, akili zangu, mawazo yangu na nguvu zangu zikanyamaze kimya, lakini wewe ukawe ndani yangu ukizungumza na watu wako, katika jina la Yesu, kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo. Wiki iliyopita tulianza kujifunza kazi za Roho Mtakatifu. Ulikuwa ni mwendelezo wa kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya, na tulikuwa tunazungumza juu ya karama. Roho Mtakatifu ndiye mtendaji wa karama za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulipitia msingi wa zile karama na kanuni za zile karama, lakini pia tukaenda mbele zaidi kuangalia makundi yako matatu katika zile karama tatu kila moja. Kwa hiyo tuliangalia kundi la kwanza ambalo lilikuwa ni karama za ufunuo. Tuliangalia neno la hekima, karama ya neno la hekima. Na leo pia tutakwenda tena mbele kidogo, tutaangalia karama ya neno maarifa, lakini pia tutaangalia karama ya kupambanua roho, ili tuweze kukamilisha sasa kipengele hiki cha karama za ufunuo. Na wiki ijayo pia tutaangalia kundi lingine la pili la karama za nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa twende moja kwa moja kwenye neno la maarifa. Tunaposema neno la maarifa, tuna maana gani? Neno la maarifa ni ufunuo wa kweli uliofichika, ambao hauwezi kupatikana katika ile asili ya kawaida ya kibinadamu. Ni ufunuo wa kweli wa kiroho uliofichwa katika macho ya kawaida ya kibinadamu, ambao hauwezi kuonekana. Ni maarifa ya Roho Mtakatifu, ni maarifa ya kimungu ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe anayaachilia njia ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii haimaanishi kwamba mtu pale ambapo anakuwa amepata hiyo neema ya ufunuo juu ya jambo fulani lilofichika, kwamba muda wote mtu mwenye karama huyo basi anakuwa na maarifa muda wote. Roho Mtakatifu anaachilia sehemu fulani ya maarifa au neno fulani la maarifa kwa wakati fulani kwa ajili ya kusudi lao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8, tusome pale kidogo. Sura Wakorintho wa kwanza 12 na ule mstari wa 8. Wakorintho, bado tuko kwenye ile sura ya 12 ya Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 inasema, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Kwa sasa hapa tunaona bado tuko kwenye karama za Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linatuambia katika Wakorintho wa kwanza 12 na mstari wa 8, kwa maana mtu mmoja hupewa kwa Roho neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, kama apendavyo Roho yule.
Hii ina maana gani? Kwamba neno la maarifa linatolewa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Hakuna akili za kibinadamu ambazo zinaweza zikaachilia ufahamu wa ndani, bali ni ule ufahamu ambao unaachiwa na Roho Mtakatifu mwenyewe katika maisha yetu juu ya jambo ambalo lilikuwa limefichwa, ambalo akili za kibinadamu haliwezi kuyatambua. Kwa hiyo ni pale tu Roho Mtakatifu mwenyewe anapoliachia ukweli juu ya hali fulani, juu ya maisha fulani, juu ya tukio fulani iliyokuwa limefichwa, ambalo haliwezi kutambulikana kwa akili ya kawaida ya kibinadamu. Haitokani na matunda ya mwili au matunda ya akili zetu. Akili za kibinadamu hazina matunda juu ya neno la maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna njia nyingi ambazo Roho Mtakatifu anaweza akazitumia katika neno hili la maarifa ili kufunua ukweli uliofichwa. Wakati mwingine inaweza ikatokea kama sauti ya ndani inayosema ukweli wa Mungu kuhusu hali fulani. Yaani tunaweza kusema kwamba kuna mazingira ambayo jambo limefichwa, ambalo katika akili ya kibinadamu haiwezi wewe kwa akili zako kuweza kulitambua. Kwa hiyo wakati mwingine ni kama sauti ya ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo inaachiliwa kama sauti ya ndani, ambayo inapoachiliwa sasa inaleta ufahamu wa kweli juu ya jambo fulani ambalo kwa akili ya kawaida haiwezi kutambua au kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia jambo lingine tutaliangalia kwa undani kidogo, ni mifano ya kawaida, lakini pia ni mifano katika Biblia ili tuweze kuelewa kwa undani. Wakati mwingine Mungu anaweza akaachia kwa maono. Yanakuwa ni maono kabisa ambayo unaweza kopo umelala, lakini unaanza kuona maono ya kitu fulani ambacho kwa kimefichwa, ambacho katika hali ya kawaida usingeweza kukiona. Au kwa picha fulani ya kioo umekaa namna hii na bado unaona kama picha fulani ya tukio fulani zima ambalo lilikuwa limefichwa linaloendelea na wakati uliopita au wakati ya sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unakuwa ni ufahamu wa ghafla, hupo katika mazingira ya kawaida, lakini kutokana na jambo fulani ambalo liko limefichwa, unashangaa kwa ufahamu ambao hautokani na akili zako mwenyewe. Ni ufahamu wa ghafla tu. Kwa Kiingereza wanatumia neno sudden revelation. Kwa hiyo ni ufahamu ambao unakuja juu ya jambo fulani ambao umefichika kwa ukweli wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lengo la ufunuo wa jambo hili ambalo limefichika si kwa maana ya kuweza kumwainisha mtu, bali ni kwa maana ya kuweza kumrudisha kwa Yesu, wala si kumtoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie sasa hizi njia ambazo Roho Mtakatifu anazitumia, ambazo tumezitaja hapa kwa kifupi. Kwa ndani kidogo tuangalie moja mpaka nyingine. Tuanze na hii sauti ya ndani ambayo inakueleza na kufunua ukweli wa kimungu wa jambo lililofichika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii sauti ya ndani inakuwa inaashiria uhakika wa jambo fulani lililofichika. Inaashiria ndani yako utahisi uhakika wa moja kwa moja wa 100%, na kile ambacho kitakuwa ndani yako kimekusemesha itakuwa ni ukweli wa kimungu, sio ule ukweli ambao unatokana na akili za kibinadamu au nguvu yoyote ya kisa, lakini utakuwa ni ukweli ambao unatoka mbele za Mungu. Kwa hiyo ndani yako utahisi uhakika wa 100% juu ya jambo hilo. Tutaangalia mifano mbele, lakini unajua tu ndani yako kuna hali fulani, sauti ya ndani ambayo inakujulisha kitu fulani, hauelewi umejuaje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaona akili zako na matunda hazina matunda ya kila jambo ambalo limeachiliwa juu ya uelewa wa kitu fulani ambacho kimejificha. Kwa unajikuta kuna jambo ulipolijui, ghafla unaanza kulielewa bila sababu yoyote. Umeelewaje? Lakini huwezi matunda, akili zako hazina matunda juu ya jambo hilo. Kwa hiyo ni ufunuo ambao umeachiliwa kimungu ndani ya moyo wako juu ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe.
Na wakati mwingine unaweza kukuta ni mawazo. Zote hizi ni sauti ya ndani ambayo Roho Mtakatifu anaweza akaachilia jambo ambalo limejificha katika kulifunua katika ule ukweli wa kimungu liweze kuwa wazi katika macho ya kibinadamu. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mawazo mazito ndani ya moyo wako, lakini haya mawazo hayatokani na akili zako, lakini mawazo yanayotokana na ufunuo wa Roho Mtakatifu anayaashia ndani yako, ambayo yanakupelekea kufichua kitu ambacho kilikuwa kimefichika, aidha juu ya mtu, aidha juu ya hali fulani, labda juu ya tukio fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa ile sauti ya ndani au kuchua kwa ndani hakutokani na matunda ya uelewa wa akili za kibinadamu, bali unatokana na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ukisoma ile Nehemia sura ya 2 na ule mstari wa 12, tusome kidogo tuone. Nehemia anaeleza siri kubwa hapa kwamba kumbe kuna maneno ambayo Mungu alikuwa ameyaweka ndani ya moyo wake. Anasema sikumwambia mtu yoyote maneno yale ambayo Mungu aliyaweka niyafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia sura ya 2 na ule mstari wa 12. Nehemia sura ya 2 mstari wa 12 inasema, kisha nikaondoka usiku, mimi na watu wachache pamoja nami, wala sikumwambia mtu neno hili alilolitia Mungu wangu moyoni mwangu, nilitende kwa ajili ya Yerusalemu, wala hapakuwa na mnyama pamoja nami, ila mnyama yule niliyempanda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia, kumbuka, alikuwa uhamishoni Babeli. Mungu aliachia ufahamu ndani ya moyo wake, maarifa ya kwenda kutengeneza tena hekalu la Sulemani ilikuwa limeharibiwa kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo Mungu anaweza akaachia, Roho Mtakatifu anaweza akaachia ufahamu ndani ya moyo wa mwanadamu kama sauti ya ndani ambayo inaweza ikaja kwa njia ya uhakika. Sababu unakuwa tuna uhakika ufahamu wa jambo fulani lilofichika, au inaweza kuwa ni maono au picha fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutakwenda hatua kwa hatua, tutakuwa tunaelewa hatua kwa hatua. Tuangalie sasa njia ya pili ambayo ni taswira. Hii ni maono ya picha ya kiroho ambayo tumeona kwamba ni njia nyingine ya pili ambayo Mungu au Roho Mtakatifu anayeachilia juu ya kupata ufahamu wa jambo lililofichika. Maono au picha ya kiroho. Maono au picha ya kiroho. Njia ya kwanza ilikuwa ni njia ya sauti ile ya ndani, lakini ya pili ni maono au picha ya kiroho. Hali hii unajikuta wakati mwingine ni kama unapopo katika hali fulani, unaona taswira ya tukio fulani lililofichika, au picha fulani ambayo inakuonyesha juu ya mtu, juu ya hali fulani ya kitu ambacho kimefichika, ambacho hakitokani na akili zako. Kwa hiyo inakuwa ni picha fulani inaanza kukuonyesha unatakiwa kufanya kitu fulani, au una kitu fulani ambacho kilikuwa kimeficha kinaanza kufunuliwa. Hiyo haitokani na hali akili ya kawaida ya kibinadamu. Hawa maono ya ndani, tunajua kwamba wakati mwingine unapokuwa umelala ambapo na shughuli nyingi za kazi, unaweza kawa na mawazo ya kila siku, au ile shughuli za kila siku zinaweza kupelekea kuwa na ndoto fulani ambazo zitaachia maono ya ambayo yametokana na matunda ya kazi na shughuli za kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hali hii ni tofauti. Hii ni ule ufunuo wa Roho mwenyewe anauachilia. Kwa hiyo hautokani na akili za kibinadamu, bali ni ufunuo wa Roho mwenyewe Mtakatifu anaachilia. Soma ile Matendo sura ile ya 16 na ule mstari wa 9, tunaona 16 mstari wa 9, tunaona Paulo alikuwa amelala, anaanza kuona maono. Mtu anamuita ili aweze kwenda Makedonia. Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo sasa Paulo aliona kwamba amejulishwa ndani yake, alijua kwamba ameona, yaani kama alipokea ufunuo kwamba sehemu fulani kuna shida ambayo wanatakiwa wakahubiriwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu yote aliyomwambia kwamba Makedonia anatakiwa aende, lakini alipokea ufunuo kwa njia ya maono. Akiwa amelala akaona mtu anamuita, njoo Makedonia. Akawa na uhakika kabisa 100% kwamba ndani yako tunatakiwa kwenda kuhubiri Makedonia. Tusome ile sura ya 16 na ule mstari wa 9. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 9 inasema, Paulo akatokewa na maono usiku, akamwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Kwa hiyo hivi tunasema ni namna ambayo Roho Mtakatifu anatumia kuweza kuachilia ukweli uliofichika. Kwa hiyo kwa kuna uhitaji Makedonia, Paulo hasiweza kuelewa. Hakuna mtu yeyote aliyomwambia, hakuna rafiki au mtu yeyote aliweza kumweleza kwamba unatakiwa kwenda Makedonia, lakini fahamu ulioachiliwa ambao usingejulikana kwa namna ya kibinadamu. Kwa akajikuta akawa na asilimia 100, na ukienda mbele kidogo utaona anasema, kwa hiyo tukaanza kujiandaa ili tuweze kwenda Makedonia. Tukawa na uhakika kabisa Mungu ameachilia njia ya kwenda kuhubiri neno Makedonia. Soma Yohana 2:28, bado inatuambia kwamba na vijana wenu wataona maono. Kwa hiyo si maono yanatokana na akili za binadamu au ndoto ambazo tunaziota, bali ni ufunuo wa Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye anamwachia katika maisha yetu. Tuangalie pia kipengele kingine cha ufahamu wa ghafla. Bado hizi ni aina za njia ambazo Roho Mtakatifu anazitumia katika hili neno la maarifa. Sasa katika hii ufahamu wa ghafla, unajikuta tu ghafla umeelewa jambo fulani. Ghafla tu umeelewa jambo fulani bila akili yako kupitia mchakato wa kuanza kutafakari. Kwa hiyo ufunuo fulani unaachwa kwa ghafla bila mchakato wa kutafakari. Ghafla ndani ya akili yako, ndani ya moyo wako umeelewa jambo fulani ambalo lilikuwa limefichika. Hizi ni njia mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu anazitumia. So ile Luka 2:26. Luka 2:26 tunaona mtu mmoja anaitwa Simoni. Simeoni alipata ufunuo wa ghafla ndani ya moyo wake ya kwamba hata kufa mpaka atakapomuona Bwana Yesu aliyemkomboza. Mtoto, kumbuka wakati anazaliwa Bwana Yesu, tayari kuna watu walikuwa wameshuhudiwa ndani yao kwamba hawatakufa mpaka watakapomuona Masia. Mmoja wapo alikuwa huyu Simeoni. Kwa Simeoni alipokea ufahamu wa ghafla. Soma ile kidogo Luka 2 na ule mstari wa 26. Luka 2 mstari wa 26 inasema, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Kwa hiyo sasa ni kama vile huko kuna chumba, tuchukue kama chumba chenye giza upande au chumba chenye mwanga, katikati kuna pazia limefungwa, huwezi kuona vitu vinavyoendelea upande wa pili, na upande mwingine ni vitu ambavyo vinaendelea tofauti, ambapo wewe huwezi kuelewa vitu ambavyo upande wa pili vinaendelea. Kwa hiyo ni kama vile pazia limetolewa ghafla na hii, unaanza kuona vitu vinavyoendelea mbele. Kwa ndivyo ilivyo uwe uelewa wa ghafla ambao unatokea, unaanza kuwa na ufahamu wa 100% wa jambo fulani lililofichika. Bwana Yesu asifiwe. Tutaelewa tunaendelea taratibu, hatua kwa hatua. Roho Mtakatifu ataendelea kutupitisha, tutaelewa. Ni karama za muhimu sana katika maisha yetu ili tuweze kuwa na maisha yenye msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kusudi ya karama hizi au mtu mwenye karama hizi si kwa lengo la kuweza kumwaibisha mtu. Ule ukweli wa jambo la mtu unapofunuliwa, lengo la makusudi si kuweza kumwaibisha huyo mtu, na lengo la makusudi si kuweza kumuinua yule mtu, au lengo si kuweza kumthibitisha mamlaka yule mtumishi ambaye mwenye karama, ukweli uliofichika uliofunuliwa juu yake.
Lengo si kumnyanyua mtumishi wa Mungu aonekane kwamba yeye yuko juu sana, hao ana mamlaka zaidi, hao wanaelewa zaidi. Hapana, lengo kubwa ni kuashia wokovu juu ya yule mtu. Tutaona baadaye baadhi ya mifano. Ukisoma katika ile Yohana 4:39 tutasoma baadaye kidogo, tutaangalia mifano. Tukaacha kwa kusoma baadaye, tutaangalia mifano mbalimbali. Yohana 4:39 tunaona Yesu akata anaongea na yule mwanamke. Alipomfunua ile siku kwamba umekuwa na wanaume saba, na wewe ulionaye sio, umekuwa na wanaume watatu, na wewe ulionaye sio mume wako. Tunaona yule mwanamke anakimbia kote katika njia mbalimbali akienda akisema, njoo muone tunaloniambia mambo yako. Kwa hiyo alikuwa akienda, lakini akiachia moyo wa toba ndani yake, moyo wa kukua na kutengenezwa ndani yake. Kwa lengo la hikala si kwa ajili ya kumwaibisha mtu au kumtoa kwa Yesu. Lengo la hikala ni kuachia wokovu. Kama tunavyoona yule mwanamke, tutaangalia baadaye mifano kwa uelewa zaidi. Lakini ni kuachia uponyaji. Ukisoma katika Yohana ile sura 5:6 tutaangalia mbele ni mifano. Ila hii ni kama ni mwanzo tu wa kujenga uelewa wa somo letu tunaoendelea nalo. Yohana 5:6 tunaona Yesu alipokuwa ameingia hekaluni pale, akaona katika kulikuwa kuna bwawa fulani la maji ambalo kulikuwa kuna mtu mmoja alikuwa hawezi. Neno la Mungu linasema alijatambia alikuwa na udhaifu gani, lakini nasema alikuwa hawezi. Hapata miaka 38 yuko mahali pale. Kwa hiyo Yesu alifahamu kwa neno la maarifa kwamba huyo amekaa pale miaka 38. Kwa hiyo wakati mwingine kama hii inaashiria uponyaji. Lengo ni kuachia uponyaji, lakini sio kumtukuza mtu, lakini inaashiria urejesho. Ukisoma katika ile Luka 19 tutaangalia baadaye mifano. Huu ni kwa maana ya kujenga tu msingi wetu. Tunamwona hata Zakayo mwenyewe. Yesu alipomwona, ukirudi nyuma kidogo mstari wa 7, anasema Zakayo, leo imenipasa kwenda nyumbani kwako. Kwa Yesu alipata ufahamu wa maarifa kwamba yule anaitwa Zakayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lengo la karama hizi ni kuleta urejesho kwa watu waweze kumrejea Mungu, lakini pia kudhibitisha uwepo wa Mungu. Watu watakuwa wanajua kabisa kwamba hakika Mungu yupo. Mungu yupo. Hawatakwenda ibada wameenda, watakuwa na uhakika kwamba Mungu yupo katikati yetu na wale Mungu anazungumza. Ukisoma ile Wakorintho wa kwanza 14:25 na 26, 24 na 25, tutaona baadaye ile Paulo anaanza kueleza zile namna ya karama mbalimbali. Na anaeleza inapokuwa mtu amekuja kweli, halafu mwingine anaanza kunena kwa lugha, halafu na mtu mwingine anayeelewa. Huyo mtu ambaye yuko kwa nje anakuja kweli, kama hataelewa zote akili zake hazina matunda. Lakini ikitokea mtu ambaye anashia neno la maarifa, siri zinawekwa wazi, bila ndani yake kutaachiwa moyo wa kutubu, moyo wa toba, moyo wa matengenezo, moyo wa marejesho. Kwa sasa kila mmoja atajua kabisa bila shaka Mungu yupo katikati yetu na Mungu anaongea, kwa sababu si za moyo wake zitakuwa zimewekwa wazi. Lengo si kumtukuza mtu, lengo si kumwaibisha mtu, lengo si kumuonesha kwamba mtumishi huyu ana nguvu. Hapana, lengo ni kuachilia uponyaji, kuachilia urejesho, kuachilia ukombozi na moyo wa toba, lakini pia kumdhibitisha Mungu kwamba yupo katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie sasa mifano ya kawaida, tunaelekea kwenye mifano ya kwenye neno la Mungu la Biblia. Tuone neno hili la maarifa. Hebu tutoe mfano wa kitu kimoja. Wakati mwingine neno hili la maarifa linaweza kutokea kwetu na tusijue kama neno la maarifa katika nyakati zile mbalimbali. Kuna viwango vya juu, lakini kuna vile viwango vya kawaida kabisa. Unakuta labda huku unaomba na mtu, Bwana Yesu asifiwe, wale wana maombi, unaomba lakini
tunashangaa ghafla tu umeachiwa ufunuo juu ya yule mtumishi kwamba kuna mtu fulani katikati hapa labda ana tatizo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neno la maarifa ambalo limeachiwa juu ya mtumishi wa Mungu yule. Si haitokani na akili zake za kawaida za kibinadamu. Inaweza ikatokana kwa njia zile tatu tulizozungumza. Sauti ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kuelewa ghafla, au kwa njia ya picha au maono. Zote ni njia ambazo zinatumika kumwachilia ile ufunuo uliofichika juu ya moyo wa mtu, kwa mtu mwenye karama aliyojazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtumishi anaweza akasimama hapa au yoyote yule katika kituo cha maombi au kanisani kama hivi nilivyosimama, ghafla Roho Mtakatifu anaachia ufunuo juu ya mtu yoyote kulingana na apendavyo yeye, kwamba labda pengine kuna mtu hapa alipo amekata tamaa, kuna moja, mbili, tatu, na lile neno linapoachiliwa kwa sababu linakuwa kwa hakika 100%, unakuwa ni kweli kabisa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno linapoachiliwa linaenda kugusa kabisa ndani ya moyo wa yule mtu, anajua hakika kabisa kwamba ni mimi ndio nilosema juu ya hiki kitu, juu ya jambo hili ambalo Mungu ameniachia. Kwa hiyo ninaachia hali fulani ya yule mtu ya kuweza kumuinua Mungu zaidi, lakini si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo si kunyanyua mwanadamu au kumpa sifa mtumishi au yule mtu au kumwaibisha mtu. Kiona neno la maarifa linatolewa alafu linamwaibisha mtu, hilo si neno la maarifa kutoka kwa Mungu. Ukiona neno la maarifa linatolewa halafu kinachotolewa linamtoa yule mtu kwa Yesu baada ya kumrudisha kwa Yesu, lengo la neno la maarifa si kumtoa mtu wala si kumwaibisha wala si kumtukuza mtumishi aliyotoa, bali ni kuleta urejesho, ukombozi na kudhibitisha na kumpa Mungu utukufu. Na ziko aina nyingi wakati mwingine hata katika mazungumzo ya kawaida. Mazungumzo tu ya kawaida tunayaona. Huko na rafiki yako mnazungumza, ghafla Roho wa Mungu anakuambia ndani yako, anaachia ufunuo juu ya tatizo ambalo mwenzako analipitia, ambalo anatokana na akili zako, kwa sababu wewe katika akili zako za kawaida huwezi kujua kitu gani kinaendelea kwa mtu mwingine, isipokuwa Roho wa Mungu ambaye anaweza kuchunguza mioyo. Kwa hiyo sasa unajikuta ghafla ndani yako Mungu anaachia jambo ambalo kitu kimefichika, huyo mtu hajakwambia chochote, hapo amekana tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mko kwenye maombi ya vikundi na Mungu anakuambia huyu mtu ana tatizo fulani kama tulizungumza. Kwa hiyo katika hali ya kawaida tunaona matokeo yote katika kumrejesha mtu kwa Mungu, si kumtoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie sasa, twende mbele kidogo, mifano katika Biblia, katika neno la maarifa. Tumwangalie Yesu na yule mwanamke katika Yohana ile 4 sura ya 4 mstari wa 17 na wa 19. Tusome kidogo, tujifunze, tuone hapa kulingana na maandiko na neno la Mungu, kwa sababu ndio dira. Tumesemaje juu ya neno la maarifa? Yohana 4:17 na ule mstari wa 19. Yohana 4:17 na ule mstari wa 19. Yohana 4 mstari wa 17 hadi 19. Inasema, Nne 17 hadi 19.
Yesu alimwambia, umesema vyema. Yohana 4 mstari wa 17 hadi 19 inasema, yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, na uliye naye sasa siye mume wako, hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia mbele kidogo. Wakati neno la maarifa linachanganywa na kalamu ya unabii. Tutapitia kalamu zote kwa undani moja hadi nyingine. Kwa sasa hapa tunaona Yesu alipokuwa na huyu mwanamke Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa katika kile kisima. Ghafla kama unaona historia, akaomba maji, akawa na mazungumzo na Yesu akamwambia, kamlete mume wako. Huyu mwanamke akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, kwa sababu nimekuwa na wanaume 5, hata wewe unaye si mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaona ile neno la maarifa ambalo liliachiwa, Roho Mtakatifu aliachia kwa Bwana Yesu, hata akajua taarifa za siri juu ya yule mwanamke ambayo Bwana Yesu yeye hakuna mtu aliyomwambia Bwana Yesu, lakini neno la maarifa liliachiwa kwa Bwana Yesu, akajua ile maneno. Basi nini kilitokea pale? Tunaona yule mwanamke sasa anaanza kukimbia huku na kule kuwaleta watu waweze kumsikiza Bwana Yesu, na akienda kwa lugha ya matengenezo amenyambia yote niliyotenda, chooni muone huyu si Masia. Kwa sababu naona anamwambia neno la maarifa halileti habari katika kumwaibisha mtu, bali inakuja katika kumtukuza Mungu na kuachia moyo wa toba. Tunaona mwanamke alikuwa anatubu, anaondoka huku na kule, lakini mwisho wa siku aliwaleta watu ambao walikuja kumtukuza Mungu, wakamwona Bwana Yesu aliyotenda haya na kumpa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kidogo tena tuangalie mfano mwingine, Elisha na mfalme wa Shamu. Tuangalie nabii Elisha katika kipindi cha zama zile. Wafalme wa Pili sura ile ya 9 na mstari wa 12. Tunaona hapa kulikuwa kuna mpango wa siri kati ya mfalme wa Shamu na mfalme wa Israeli. Mfalme wa Shamu alikuwa ameweka mipango mbalimbali, si mara moja wala si mara mbili, mara nyingi. Biblia inasema mara nyingi, juu ya kuiangamiza Israeli na kumkamata mfalme wa Israeli. Lakini hizi zilikuwa nchi mbili tofauti. Mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya Shamu, katika mfalme wa Shamu na wasaidizi wake na wakuu wake wa vitengo mbalimbali vya kiusalama na vita, wakijadili nabii huyu Elisha mtumishi wa Mungu alikuwa anapata neno la maarifa. Yeye yuko Israeli juu ya kile kinachoendelea. Ni kama hapa Tanzania na Kenya kuna mipango mbalimbali inaendelea chini ya taifa la Sudani. Bwana Yesu asifiwe. Situmie mifano ya nchi, tubaki kwenye mifano yetu ya Biblia. Kwa sababu tunaona kwamba yale yaliyokuwa yanatendeka katika Shamu, Elisha alikuwa anafundishwa, anapata ufunuo wa kitu kinachokuwa kinaendelea. Kwa sasa ile mipango ya siri juu ya Israeli ilikuwa inawekwa wazi, inafunuliwa, na Elisha anampelekea mfalme wa Israeli, jihadhari, usipite sehemu fulani, kwa sababu mfalme wa Shamu ameandaa jeshi kwa ajili ya kuharibu. Biblia inasema hakufanya hivyo si mara moja, si mara mbili, amefanya hivyo mara nyingi. Mpaka sasa hata yule mfalme wa Shamu akaanza kuwa na mashaka. Haiwezekani kwamba tunakaa na ndani leo utaniambia ni nani ambaye alikuwa anampa siri mfalme wa Israeli. Ndipo mtumishi mmoja tunaona hapa katika ile kabineti yake ya mfalme wa Shamu akaanza kumweleza mfalme kule Israeli
yuko mtumishi mmoja nabii anaitwa Elisha. Huyo kumwambia mfalme si tu mambo yaliyoko hapa, hata mambo unayozungumza wewe ukiwa kitandani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine ni kwamba yeye humwambia mfalme, anayaachia hata yale mambo ya siri. Ukiwa ndani wewe, hakuna mtu mwingine, sisi hatupo, uko wewe peke yako. Hata yale mawazo unayoyawaza ambayo hayatoka hujamwambia mtu yeyote, pale mfalme Elisha, Roho Mtakatifu anamwachilia. Kwa hiyo sasa unaweza kaona kwamba haya maarifa si yanayotokana na akili na utashi wa binadamu, ni ufunuo kweli wa kiungu wa kiroho ambayo Roho Mtakatifu anaachilia. Tusome hiyo, tusome Wafalme wa Pili sura ya 6 na mstari wa 9 na 12. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 9 na 12 nasema, yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadharishwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa ufalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Kwa hiyo hii kalama pia tunaona inafunua pia mpango wa siri, inalinda kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inalinda taifa. Tuangalie pia mfano mwingine, Petro, Anania na Safira katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wa 5, lakini tunaenda mbele kidogo, nadhani mpaka wa 7 tuone pia nini gani kimetokea hapa. Tunaona hawa watu, mtu na mke, walipatana. Kulikuwa kuna changizo nadhani pale kanisani. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatoa kwa ajili yake. Huyu Safira pamoja na Anania, wao walitoa ahadi kwamba tuna shamba fulani sehemu fulani, pesa itakayopatikana tutaileta. Bwana Yesu asifiwe. Pesa itakayopatikana. Kwa sasa walipouza, baadaye kaingia na roho fulani ya tamaa. Wakasema, hadi tumeuza milioni 20 na tuweze kupeleka milioni 20 zote. Sawa, tulisema tutapeleka, kama tulisema tutauza shilingi ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wao wameuza kwa sidi huko, lakini kila walichokiahidi ni kwamba waliahidi lile shamba lote na pesa yote itakayopatikana tutaleta kanisani. Kwa kila mmoja alikuwa anasema kwa moyo wa kupenda katika nyumba ya watu. Kwa hiyo tunaona sasa yule mke wake wakapatana. Anania akaenda wakauza ile shamba wakapata pesa. Tuwashinda hata ilikuwa milioni 1. Walipofika walikuwa wanampa moja kwa moja Petro. Wanapeleka sasa. Petro alikuwa pale, alikuwa yuko kanisani pale kwa ajili ya kupokea zile sadaka na ahadi ambazo zilikuwa zimeahidiwa chini ya uangalizi wa Roho Mtakatifu. Sasa tunapokuwa tunasema jambo lolote hata kwa